Nimekusalimia sana mtazamaji wangu mahali popote mlipo, hamjambo. Wewe umeokoka, Bwana asifiwe. Wewe haujaokoka, nipe mkono tugotane gotea wadhi. Waislamu wote mahali popote mlipo, assalamu alaikum. Marastas wote, watoto saseni. Na mimi niko salama, naitwa Mutaramu Jaiburu kutoka Mukeo hapo clinic. Na mshukuru Mungu kwa kunipa pumzi siku ya leo. Na ninajua pia na wewe Mungu wangu amekulinda na amekutendea maajabu. Siku ya leo nimekuja hapa tuongee na wewe mawili matatu kuhusiana na afya yetu ya kimwili. Na niko na kama kawaida niko na TV ama vitu ambayo imetoka kwa ile kampuni ambayo imedhamini kipindi yangu inaitwa Lixmel Limited. Na kabla nikwambie hii kampuni na hii TV ni ya nini, ningependa tutangulie na maombi. Hebu na tuombe. Mungu Baba, nasema ni asante jioni ya leo kwa vile Mungu umenileta kwa studio siku nyingine pamoja na huyu mtazamaji wangu. Mungu amenitazama siku nyingine, jina lako litukuzwe na liinuliwe. Asante kwa wale baba ambao tuko nao hapa kwa studio. Asante kwa hii program, asante kwa hii TV. Mungu, naomba nikianzia hii kipindi unipe mwanzo mwema katikati na hata mwisho. Tuma Roho wako Mtakatifu aniongoze, na ni katika jina lako takatifu naomba na hata kuamini. Amen. Amen. Mtazamaji wangu, karibu sana. Kwa majina naitwa Mutaramu Jaiburu kutoka Mukeo hapo clinic. Nashukuru Mungu siku ya leo kwa kuwa pamoja na wewe. Siku ya leo nimekuja hapa kuongea kuhusu magonjwa tofauti ile ambayo imekuwa ikitusumbua ndani ya mwili yetu. Na ukumbuke hii kipindi huwa imedhamaniwa ni kampuni inaitwa Lixmel. Lixmel kazi yake ni kutafutia watu kazi. Kama pengine uko hapo na umetafuta kazi kwa muda mrefu, wewe uko hapo pengine umesomea kosi fulani na hujui utatoa wapi kazi, Lixmel wanakuambianga uingie pale kwenye mitandao, pale kwa Google ama pale kwa Chrome, andika kasietu.com. Ukifungua pale utafuata vile unaambiwa hapo. Baada ya kufuata, kama wewe uko hapo na unatafuta kazi ya aina yote au wako na kazi zaidi ya 1000, na Lixmel kazi yake pia ni kujengea watu mabarabara, kupakia watu rangi, kuleta vitu kama hizi ma TV kutoka nje ya Kenya na vitu zingine nyingi za stima. Wale watu ambao wamekuwa wakileta vitu kama ma software ya simu na software za computer, kwa hawa ndio wamedhamini kipindi yangu na wameniambia nikiingia hapa kwa kipindi nipeane hii TV warudishe mkono. Kwa sababu ya kipindi yangu wakaniambia, Mutaramu, wacha turudishe mkono na TV moja kwa sababu kipindi yako watu wanaipenda na wateja wako wanakupenda. Isiwe tu ni kuwaongeleshea. Sasa hii TV nimepewa TV na pesa taslim 20,000. Kwa hivyo ule atabeba hii TV ya 43 inches. Hii TV ukiangalia ni ya 43 inches na pesa taslim 20,000. Chenye utafanya, sababu sitaki nipee mtu tuseme pengine napeana kwa sababu tunajuana, tutafanya hivi. Utaingia kwa simu yako pale kwa paybill. Ukiingia kwa paybill, nataka utoe shilingi 100 tu ujibebe hii TV na 20,000. Na kama uko mbali, hii TV utatumiwa mahali popote ulipo. Si lazima ukuje kwa studio. Utatumiwa mahali popote ulipo. Mimi nasemaga mara mingi, bahati haijulikani ni ya nani. Unaweza sema mimi nimejaribu mambo mengi, lakini leo sina bahati. Mimi naweza kukutakia mazuri sana. Ukikula hii TV, naweza furahi sana sababu ninajua ya kwamba nyinyi ni mashabiki wa Mutaramu Jaiburu. Hebu shukuru jibebe hii TV. Mekwambia utaingia kwa paybill, pale kwa paybill uandike 40,67,921. Account weka jina yako. Kama ni Regina weka Regina. Kama ni Mwangi weka Mwangi. Kama ni Kanyambu weka Kanyambu. Kama ni Waitherero weka Waitherero. Unaona? Amount weka shilingi 100 tu
Nini ni yako we mwenyewe. Hebu tuingilie mada yetu ya siku ya leo na Mokeo Kliniki. Nambari yetu ya simu ni hii unaona hapa kwa runinga. Utaendelea nikiwa hapa, ukiwa na swali yoyote utaendelea na kuuliza daktari wetu maswali. Tuko naye yako pande nyingine ya studio B, na nambari yangu ya simu ni hii 0721 64 03 69 0721 64 03 69. Siku ya leo nataka niongee kuhusu shida ambayo tunaitambua kama infertility. Infertility ni shida ambayo imekuwa ikisumbua wanawake wengi pamoja na wanaume. Na infertility ni wakati umekaa kwa ndoa, wewe mwanamke ama wewe mwanamume, mumeoana na mpenzi wako zaidi ya mwaka mmoja na si kupanga mumepanga musipate mtoto. Unajua mnaweza pagana mkae hata miaka 10. Mnaweza pagana mkae hata miaka 20. Lakini kama mmekaa hapo kwa ndoa na si kupagana mmepagana, na bado unaona umemaliza miezi 6 hadi mwaka mmoja na hakuna dalili, haujafunga mimba, haujapata dalili yoyote, hapo ni kuonekana kuna shida. Na hiyo shida inaweza ikawa iko pande yote mbili, either kwa mwanamke ama kwa mwanaume. Na infertility inasababishwa na vitu nyingi sana. Upande wa mwanaume nitasema na upande wa mwanamke nitasema. Na infertility tukianzia upande wa mwanamke ili tumalizia na upande wa mwanaume. Tukianzia upande wa mwanamke, infertility unaweza kuta pengine mwanamke hormones zake asiko balancing ama asijakoma vile inastahili. Unaweza kuta mwanamke pengine mishipa yake ya uzazi ama mirija yake imefungana. Unaweza ukakuta ako na ile mawe ambayo inameaga katika uterus ama kule nyugu ya mtoto, ile tunaitabua kama fibroids. Unaweza ukakuta ule mama mayai yake haina joto, mayai yake haijakoma vile inastahili. Unaweza ukakuta huyu mama akienda kwa hospitali anaambiwa ana shida yoyote hata hivi. Lakini kumbuka, ndani ya mwanamke unaweza kuwa unaambiwa hauna shida yoyote, sababu wewe unaona haumwi, kama ni period yako inakuja kama kawaida. Lakini kuna kitu ya muhimu sana, inaweza kuwa hiyo ndio inakusumbua na pengine haujui, na ni kitu ambaye watu wengi hata wakienda kwa hospitali hawakimbilii kuangaliwa. Na ni nini hiyo? Ni ile maji ambayo inakuwaga katika njia ya mwanamke. Mwanamke yote kuna maji ambayo inakuwaga maji masafi, ambayo inakuwaga njia yake ya uzazi ya kuzuia njia ya mwanamke isikauke. Ile maji mama inakuwaga ya muhimu sana wakati mnafanya mapenzi na mwanamume. Hiyo ndio inasaidia ile mbegu ya mwanaume kuteremuka mpaka pale mtoto anatengenezewa. Na ukikuta hauna ile maji mama, hizo mbegu za mwanamke za mwanaume, unakuta wakati mnafanya mapenzi badala haingia ndani, inatoka nje, sababu haina ile mperesi ya kuifanya iteremuke mpaka pale inafaa kukaa. Hiyo ni kitu watu wengi hawajui. Na ndiyo maana mimi naambianga watu, ukishuku ya kwamba una shida, njoo kwa Mokeo tupime, tuone shida ni nini. Usiseme mimi sina shida, usiseme mimi nimepimiwa na sionekani shida, pengine nikasida tu kidogo uko naye. Na ile kitu utafanya, sababu nataka kuenda break dakika moja nikunywe kikombe ya maji. Ile kitu utafanya, utakuja kwa Mokeo, uje tupime. Baada ya kipimo tukupe dawa ya siku kidogo sana. Tunapeanaga dawa ya siku kidogo, mwezi moja tu na nusu. Na ijalishi ni shida gani mami uko naye. Na wewe mwanamume, nitakuja kukwambia
Na wewe shida yako inaweza kuwa ni nini hii inasababisha mwanamke asifuge mimba. Na pia nikikuja kukwambia hivyo, hata wale wanaume na pia wale ambao uko hapo na umepungukiwa na nguvu zako za kiume, hapa kwa mkeo tunaitibu kwa muda wa siku 3 tu. Na haijalishi mwanaume umefanya nini ili nguvu zako za kiume ishe. Haijalishi kama ni ugonjwa wa kisukari, haijalishi kama ni high blood pressure, haijalishi kama ni vinonda ya tumbo, haijalishi kama ni magonjwa ya zinaa, haijalishi kama ni kukufa umekufa pande moja, ndia stroke, haijalishi kama ni mawazo uko na mingi. Ukija kwetu, hata kama uko hapo mwanaume na unamalizaga wakati wa tendo la ndoa, unamalizaga haraka. Uko na ile shida tunaita premature ejaculation. Uko na ile ingine tunaita impotence. Mwanaume hauna nguvu au jisikiagi mwili yako iwezi simama hata kidogo namna hii, sababu ya ile impotence. Najua inafika mahali lazima shida ya kimwili lazima tuitaje, sababu hii mambo ingine nile tunasomaga mpaka kwa shule. Kuna shida zingine ambaye ukiwa daktari tunajua hata kwa shule tunasoma. Kwa hivyo mambo ingine, mwanaume usikubali ndoa yako ibomoke wakati mtaalamu Jaiboro wako hapo una mkeo kliniki. Njoo tukupe dawa, utumia kwa muda wa siku 3. Haki ya Mungu utafanya mambo ambayo haijaionekana dunia hii. Hata kwa jirani haijaionekana, itaonekana kwako tu. Boma yako irudi sawa sawa. Tunapatikana kwa Kawangware kila siku, barabara ya Naivasha Road pale karibu na Equity Bank. Nyumba inaitwa Precious Plaza, mlango nambari 7. Tunafungua kila siku, na mimi mwenyewe ukija utanikuta Kawangware kila siku. Kila siku, hata kesho ukija na kesho kutwa na kesho kutwa, hata Jumapili utanikuta mie mwenyewe. Kawangware, barabara ya Naivasha Road karibu na Equity Bank, nyumba inaitwa Precious Plaza, mlango nambari 7, na tuko kwa gorofa, tuko chini. Nairobi katikati tuko UTC. Pale gari za Murang'a inabebea. Nyumba inaitwa Generation Plaza, orofa ya 3, mlango nambari 12. Pale karibu na petrol station ya Toto. Tuko kila siku. Uko kwingine karibu na wewe, ukitaka kujua kwani tunatembea lini, nipigia hii namba ya simu iko hapa. Ni 0721 64 03 69. 0721 64 03 69. Na tukiendelea, kuna daktari wetu wako studio B anaendelea na kukujibu maswali yako. Na usisahau hii TV ni yako, na nitakupatia bado na 20,000 taslim pesa hivi, money hii. Na Kenya nataka tufanye, maana mashabiki wangu ni wengi sana, na hii imetoka kwa kampuni ile ambayo imedhamini hii kipindi yangu inaitwa Lixmail. Na Lixmail kazi yake ni kutafutia watu makazi, na ukitaka kujua kama utapata kazi yoyote, utaingia pale kwa Google ama uingie kwa Chrome pale kwa simu yako, uandike kasietu.com. Ukiandika kasietu.com, ufungue ufuate vile mtu akitaka kazi utafanya. Hata makaratasi yako utaacha hapo. Kama hujasomea utasema hapo. Kama wewe nawe unatafuta mfanyikazi, ingia pale utapata mfanyikazi. Sasa wamenipea TV leo. Kama kawaida mnajua programu yangu nikija na kujaga na kitu. Na wamenipea TV na 20,000 na pia transport. Kama uko bali utatumiwa, kama uko karibu utakuja kwa studio. Kenye unafaa kufanya ili niende nikapumzike, nikunywe kikombe ya maji alafu nirudi, unaingia kwa simu yako uandike hii baby iko hapa. Utume shilingi 100 tu. Utume kwa 40 67 921 40 67 921. Ama account weka jina yako, ama utiweka shilingi 100. Pin ni yako wewe mwenyewe. Fanya hivyo, usibanduke, narudi hapa hivi.
Chest tonic nĩ ndawa ũreheirwo nĩ Mukeo Herbal Clinic na ĩrĩ na ũhoti wa kũrigita mĩrimũ yothe ya gĩthũri ta kũhingana na gũturwo nĩ gĩthũri, allergies ta cia proteins, rũkũngũ na mĩrukĩ ĩtiganĩte, pneumonia, bronchitis, infections na virus. Chest tonic ĩteithagĩrĩria harĩ kuongerera immunity thĩinĩ wa mwĩrĩ, noho nĩ nyuagwo nĩ ciana hamwe na andũ agima. Ndawa ĩno ya chest tonic yonekaga thibitarĩ-inĩ ciothe cia Mukeo Herbal Clinic na arĩa ndawa ĩno ya mililita 250 yendagio na ciringi 995. Kwa ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera namba 0721 634 Chest tonic kuma kwa Mukeo Herbal Clinic yũkĩte gũtũninĩra mathĩna. Asanti sana mtazamaji wangu, nimerudi tena. Kwa majina yangu naitwa Mutaramu Jaiburu kutoka Mukeo Herbal Clinic. Ni siku nyingine nilikuwa niko na wewe hapa kwa studio na bado niko na wewe hapa kwa studio. Nilikuwa nimeenda break kwa sababu ya ule ambaye amekuja kwa TV saa hii. Maana najua kuna mwingine amefungua sasa hivi. Nilikuwa niko hapa na nilikuwa naongea kuhusu ugonjwa wa infertility ama ukosefu wa watoto kwa wanaume na kwa wanawake. Na nikasema nikirudi nitaongea kuhusu wanaume, tuseme bona wanaume ambaye hawapatagi ama wanakuwaga na shida ya kukosa mtoto. Maana wanawake tumesema mambo mengi sana kuhusu mwanamke. Na nitukiendelea, kumbuka hii kipindi imedhaminiwa na kampuni moja ambayo iko hapa nchini Kenya inaitwa Ricksmile Enterprises. Ndio imedhamini hii kipindi yangu, na Ricksmile Limited ni kampuni ambayo inafanyaga kazi mzuri sana. Watu wengi wanasema ati mimi nilisoma lakini sipatagi kazi, serikali hainipi kazi, lakini kazi iko. Kila siku watu kama 1000 wanapata kazi. Lakini wewe sababu ya kutojua unasema hakuna kazi. Lakini leo nitegee masikio usikie kazi iko. Hii kampuni ambayo imedhamini kipindi yangu iko na website yao, inajiita kasiyetu.com. Vile utafanya, utaingia pale kwa Google ama kwa Chrome. Ukiingia Google ama Chrome, uandike kasiyetu.com. Baada ya kuandika hivyo, fuata vile unaambiwa. Usiruke kitu, isome vizuri. Hata kama una simu mzuri ya kuingia kwa mtandao, omba jirani ama uende cyber. Enda cyber. Ulipe kama 50 ama ile pesa watakulipisha. Na wewe upate kazi. Wacha kusemaga ati hakuna kazi wakati Ricksmile wako hapa, na mimi niko na uhakika sababu kama juzi kuna watu kama 50 mimi nilikuwa mshuhuda wakienda nje ya Kenya kufanya kazi na walikuwa wanapewa pesa mzuri sana. Usicheze na mtu ambaye analipwa 1080 kwa mwezi. Hiyo ni pesa nyingi sana. 1080 kwa mwezi. Usicheze na hiyo pesa. Na wewe unasema hakuna kazi, au watu kama watu 50 mimi ni mshuhuda nilikuweka wakienda. Na wametafuta kazi hapa kwa hii kipindi yangu nikiongea. Ingia hapo kwa hiyo kasiyetu.com, ufuate vile wanakwambia. Na wewe kama ni mfanyikazi, yani wewe kama unataka mtu wa kuajiri, hata wewe usiulize utatoa watu wa kuajiri wapi. Ingia hapo. Ingia hapo katika kasi letu. Utapata watu wa kuajiri. Sawa. Utawapata watu wa kuajiri hapo. Bora tu ufuate vile mnaambiwa. Kitu kingine, watu wanafanyaga, wanajekaga mabarabara, wanaleta software ya simu, software za kompyuta, wanaleta kompyuta na TV kama hii na vitu zingine nyingi mpaka pikipiki. Sasa wakanipea, wakasema ukitangaza wema wetu Mutaramu Jaiburu kwa watu, wacha na wewe tukupea kitu urudishe mkono kwa wateja wako. Wakanipea TV ya 43 inches.
Hebu imagine pengine ka TV yako ni kale kadogo kanatosana na hii simu yangu. Huwa unaenda kwa jirani unaona TV kikubwa unaona kama amegusa mkono ya Mungu. Hapana, hii TV na wewe nataka na wewe ambao unasemaga unatamani TV kubwa, beba hii. Kenye unafanya hii TV sababu watu ni wengi wanataka na tutaki tuseme ati tumepeana na kujuana, tunataka hii TV uinunue kwa kutoka shilingi 100 kuendelea juu. Kenye utafanya utaingia kwa pay bill. Uandike hii namba unaona hapa kwa runinga yako. Ni 40 67 921 40 67 921. Ukiandika hivyo kule kwa pay bill itakuitisha account weka jina yako. Kama jina yako wewe vile unaitwa weka hivyo. Amount unaweka shilingi 100. Na usiweke 200 ikiwa imeshikana. 100. Ukiweka 200 ikiwa imeshikana hiyo imepotelea. Na pia ukibeba hii TV kuna shilingi 20,000 cash niko naye nitakupea. Sawa. Sasa vile utafanya ni kuandika hivyo, pay bill uweke 40 67 921. Account weka jina yako. Amount ni shilingi 100. Pin ni yako wewe mwenyewe, weka pin yako. Ubebe hii TV na ukiwa bali nitakutumia. Ukiwa karibu utakujia kwa studio. Sawa. Ukiwa karibu sababu jina yako tuko naye, ile tutatumiwa tutakuwa naye na namba yako ya simu. Ukiwa bali tutakutumia. Tunaongea tu tunajua uko wapi. Na tutakupigia simu hapa kwa runinga. Sio ati utapigiwa na huko. Mimi ni kabla nitoke nitakupigia hapa. Tuendelee. Na ukiwa unataka kuongea na mimi, nambari yangu ya simu ni hii. Iko hapa kwa runinga, lakini kwa wakati huu iko na daktari wangu ako pande hii ingine ya studio B. Ongea naye kabla mimi nitoke kwa studio. Na ni 0721 64 03 69 0721 64 03 69. Na ukumbuke tunapatikana Kawangware kila siku, barabara ya Naivasha Road karibu na Equity Bank. Nyumba inaitwa Princess Plaza, mlango nambari 7. Na mimi mwenyewe ukinja niko Kawangware kila siku. Nairobi OTC tunakuaga pale gari za Murang'a inabebea karibu na petrol station ya Toto. Nyumba inaitwa Princess Plaza, mlango nambari 12. Lakini Kawangware hata ukija siku ya Jumapili utanipata barabara ya Naivasha Road. Nyumba inaitwa Princess Plaza, mlango nambari 7, na tuko kwa gorofa, tuko chini. Tuko karibu na Equity Bank. Hebu tuendelee na mada yetu ya siku ya leo. Ili nipigie watu simu wabebe hii TV. Na niko karibu kufungulia simu yangu naye watu wanipigie hapa kwa studio. Sasa mkipiga haitaenda kwa daktari wetu. Sijasema mpige saa hii. Sijasema mpige saa hii. Saa hii mkipiga itasukuliwa na huku na daktari wetu. Tulikuwa tunaongea kuhusu ugonjwa wa infertility. Infertility tukasema ni ile wakati mumekaa kwa ndoa zaidi ya miezi 6 hadi mwaka moja na hujapata mimba na hujatumia dawa yoyote ya kupanga uzazi au hujatumia njia yoyote ya kuzuia usipate mtoto, na pengine kama si kupangana mmepangana msipate mtoto. Lakini unaona haupati mtoto. Nikakwambia hiyo ni kitu ambaye watu wengi wa mama wanasumbuliwa naye, na wengine hata wanaenda kwa hospitali wanaambiwa wana shida, lakini nikakwambia kuna maji ambaye inaweza kuwa ndio inakusumbua, iko katika njia yako ya uzazi, lakini wewe haujui. Sababu wewe ukienda unapigwa misipa, ndio inapigwa picha, wewe unaenda unapigwa uterus, wewe unaangaliwa hormones, lakini ile maji haiangaliwi. Nikakwambia ukija kwetu tunapima
tunaangalia kila kitu, sababu watu wengi sana tumeona wako sawa, lakini ile maji ndio inawasuia wapate mtoto, lakini hawajui. Na nikakwambia hiyo maji ni ya muhimu sana, sababu hiyo ndio inasaidia mbegu za mwanaume kuteremuka kwenda mpaka pale nyugu ya mtoto. Ukiwa na shida yoyote mwanaume, pengine uko hapa na umetamani kupata mtoto, na unajua ya kwamba umeenda hospitali ukaambiwa pengine ni mbegu zako ziko chini, ukaambiwa uko na sperm lakini mbegu ziko chini. Mambo ingine, mimi ni daktari na hii ni mambo ingine tunasomanga, mpaka hakuna mtu asomi kwa shule. Unaambiwa siko chini. Sasa nimesema hivyo ati watu wanasoma kwa shule, sababu najua kwa TV tuko wengi tumechanganyika. Unajua kuna watu wengine wanasemaga kwa nini anatajaga hiyo vitu, sababu mimi nimepitia kwa mwalimu. Kwa hivyo mwanaume, ukijua mbegu zako ndiye siko chini, mbegu zako asijakomaa, mbegu zako asina nguvu ya kuzalisha, mbegu zako asina uwezo wa kutuma mwanamke apate mimba, utakuja kwa hospitali tukutibu, tupime, alafu utibiwe, na ni siku kidogo tu upate mtoto. Mama wewe, ni siku kidogo tu. Ya muhimu sana kuja kwa hospitali tupime, maana sisi hatukupei dawa ya wanaume bila kupima tujue system yako ya uzazi ina shida gani. Wengine wanasema ati ni kuseeka, na ule anasema ameseeka ni mtu wa miaka 30. Huyo ndiye anasema sijui kama ni kuseeka ama ni nini. Mwanaume, sisi wanaume tunaseeka miaka, lakini hiji inafaa kuwa sawa sawa. Mimi nikiwa mtaalamu Jaiboru, mimi ninajua niko na miaka mingi, lakini chini yangu haki ya Mungu hata Mama Lilian anajuanga mimi ni mwanaume. Sababu sifai kusemaga ati mimi sababu mimi ni mzee ati niseeke miaka. Mama Lilian anajua mimi sijaseeka hiji, nimeseeka miaka. Sababu hiyo ndio imetuma nimuoe. Unadhani sababu mimi ni daktari, mimi hiyo mambo sijui? Najua. Sasa sikia, kuja kwa mkeo tukupime, tukupe dawa, uitumie kwa muda wa siku 3. Haki ya Mungu utakuwa ukilima kama tigatiga mpya. Utakuwa unalima mpaka wewe mwenyewe unasagaa. Hebu nipeane muda watu wanipigie simu. Ukitaka kurudisha shukrani, ukitaka kuniuliza swali yoyote, ukitaka kujua jambo lolote, niulize simu. Na ukumbuke hii kipindi yangu imedhamaniwa na kampuni inaitwa Rixmile, ile ambayo inatafutia watu kazi. Na ukitaka kujua utapata wapi kazi, either ni kazi gani ama gani, either umesomea ama hujasomea, ingia pale kwa website yao, uingia kwa Google ama uingia pale kwa Chrome. Ukiingia pale andika kaziyetu.com. Ukiandika kaziyetu.com utapata hizo kazi zote. Wako na kazi zaidi ya 1000. Na mimi niko na ushuhuda, sababu hata juzi kuna watu wengine wameenda nje ya Kenya kufanya kazi, na mwezi mtu analipwa 80,000. Wengine wako huku Kenya, wengine wamepewa mpaka kazi ya utangazaji, wengine ni madaktari, wengine sijui ni. Na wewe uko hapa unasema hakuna kazi. Kenya utafanya ni kuingia hapo kwa website yao. Au ndio wamedhamini kipindi yangu, na wanaletaga ma TV kutoka nje ya Kenya kama hii. Wanaleta radio, wanaleta maufa, wanatengeneza mabarabara, wanaleta software, wanaleta makompyuta. Hiyo ndiye kazi yao, na ndiye maana wamedhamini kipindi yangu, na mimi nitangaze wema wao. Sasa Kenya utafanya ili upata hii TV, unaingia kwa paybill, unaandika hiyo namba iko hapo kwa runinga yako, uandike 4067,921. Account weka jina yako, amount weka shilingi 100. Fanya hivyo mara mingi, wacha nipokee simu za watu. Hello. Yes, mambo.
Habari ya daktari? Niko salama. Naona unatupeleka vizuri kwa kipindi yako. Asanti. Na mimi naitwa Ben kutoka hapa Gong. Habari yako Ben? Niko salama. Niambie Gong wanasemaje na pia uniambie wewe maneno yako. Mimi ni shukrani nirudisha kwa sababu ile dawa unaongelea hapo. Mimi nimeshatumia kwa hivyo niko na ushahidi, ni dawa nzuri sana. Ya kupata mtoto ama ya nguvu za kiume? Hiyo dawa nimeshatumia, nilikuja pale Kawagware. Hiyo ya nguvu za kiume. Hiyo ya nguvu za kiume. Kwa hivyo mimi ukiongea mimi nakutazama naona ni kweli kabisa kwa sababu nimeshatumia. Kwa hivyo mke wako siku hizi anakupigia saluti. Siku hizi anakupigia saluti. Asante kwa Mungu. Mimi nasema ni asante, karibu sana. Na mimi nimeshukuru. Juu ya kuamua kukuja kwa mkeo. Maana si kusema Gongo hakukuwa na hospitali, kulikuwa na hospitali nyingi hata hapa nchini Kenya, lakini ukaamua kukuja kwa mkeo. Kwa hivyo naweza pia wale wanatazama hii kipindi wakuje pale Kawagware, na ni ukweli hiyo dawa iko sawa. Asante sana. Salimiana Gongo. Asante sana Mr. Ben. Salimiana Gongo. Na wewe mwanaume, unaona watu wanaendelea tu na kushukuru, kurudisha shukrani. Na wewe mwenyewe uko hapo. Unasema mimi nimetumia dawa nyingi za hospitali nyingi na sipatagi nguvu za kiume, sijui kama ni kurogwa. Si kurogwa, wewe tu ndio umejiroga. Wewe tu ndio umejiroga sababu hautaki kuchukua hatua ukuje kwa hospitali tukutibu. Acha niendelee na kupokea simu. Dawa ni siku 3 tu upate nguvu za kiume. Hello? Hello daktari. Yes. Habari yako? Niko salama, sijui wewe. Mimi niko salama. Naitwa Kamau. Kutoka wapi Mr. Kamau? Kutoka Kikuyu. Niambie Mr. Kamau. Hello? Niambie Mr. Kamau. Sasa nilikuwa nataka kurudisha shukrani daktari. Maana nilikuja kwako. Kawagware. Nilikuwa na shida ya nguvu za kiume. Asante. Sasa hizi mambo iko sawa kabisa. Sasa iko sawa. Niko sawa kabisa. Unalima kama huyo jamaa amepiga hapo simu mwanzo anaitwa Ben. Kabisa daktari. Hebu fanya hivi. Hello? Hebu fanya hivi. Wale wanaume ambaye wananisikiliza na wanakusikiliza. Ambaye wanataka kubomoa boma sao. Ungewaambia nini? Okay, mimi ningewaambia hivi. Watembelee hospitali za Mkeu Herbal Clinic. Maana huko ndo mambo yote. Ndio. Na wenye wana nguvu kama mimi. Waje kwako. Asante sana. Asante. Na mimi nasema ni asante. Karibu. Juu ya kuacha hospitali nyingi, sababu Kikuyu tunajua kuna hospitali nyingi, ukakuja kwetu Kawagware ukatibiwa na Mungu akasaidia ukapona. Asante sana daktari. Salimiana Kikuyu yote. Barikiwa. Amen. Mtazamaji, hata nikikosa kupokea simu nyingine, hebu piga simu. Hata nikikosa kupokea simu nyingine, baka hapo. Si unaona tumeona mkono ya Mungu. Watu wakikuja kwa mkeo na kukunywa dawa na kupona. Kwani ni nini ingine tunatakanga Mungu atufanyie jameni? Si ni ile mtu akikunywa dawa anapona. Si hiyo tu ni baraka ya Mungu. Sababu hiyo sio uwezo wangu daktari. Mimi huwa natibu, naye Mungu anaponya. Asante Mungu kwa hii kipawa ambayo ulinipa. Sababu naona simu ni nyingi na sitaweza kupokea simu hizi zote. Sababu naona ni nyingi, message ni nyingi. Vile tutafanya, nikipenda ukuje kwa mkeo. Hebu nisome message kama 2. Nikipenda ukuje kwa mkeo, ukuje utibiwe ile masida sote ambayo uko nayo. Na kabla tutibu sisi tunapima kwanza. Na tunalipisha kipimo shilingi 500. Na kadi ya kuona daktari shilingi 500. Atupimi bure. Sababu wengine wanakuja wananiambia, si wewe unatangazaga unapima bure. Hakuna kitu ya bure hapa duniani. Na ukiona mtu anakuambia kuna kitu ya bure, kuna hidden agenda hapo katikati. Josephat Maina
Unaniambia na kutazama vizuri nikiwa upande wa Kasui Waithaka. Unaniambia habari yako Mutaramu Jaiburu. Mimi nashukuru sana kwa vile nimesikia kipindi yako, na leo ni siku yangu ya kwanza kukutazama, sijai kuona tena. Na nimesikia uko na mambo mazuri sana na nitakufuata hapo. Umesema hospitali yako iko Kawangware. Maana nimesikia ni wewe utakuweko kesho na ni wewe uko mpaka Jumapili. Asante sana. Waithaka na Kawangware si bali. Ukija utanipata pale Princess Plaza, mlango nambari 7, katikati ya Equity Bank na KLM. Hiyo nyumba inaitwa Princess Plaza, mlango nambari 7, na tuko kwa orofa. Ukija kila siku utanipata mimi mwenyewe. Ukija Nairobi UTC, pale gari za Murang'a inabebea, utatukuta kila siku. Ile nyumba inaitwa Generation Plaza, orofa ya 3, mlango nambari 12, karibu na petrol station ya Toto. Uko kwingine karibu na wewe. Ukitaka kujua tunatembea lini, nipigie hii namba iko hapa, nitaongea na wewe nikitoka kwa studio. Lakini kwa wakati huu ina daktari wetu ni 0721 64 03 69, 0721 64 03 69. Kwa sababu ya muda na masaa, hebu nipigie wale watu ambaye wamebahatika kuingia kwenye paybill, wakaandika wakaweka paybill 40 67 921. Nilikuwa nimesema amount ni shilingi 100 na account ni jina lako. Na ninaona watu bandu nimetumiwa, wale ambao wamekuwa ni washindi, wale ambao watabeba hii TV na wabebe shilingi 20,000 pesa. Money. Na transport, kama uko karibu utakujia kwa studio, kama uko mbali utatumiwa. Kwa hivyo transport ni pande yetu. Kumbuka hii kipindi imedhamaniwa na Lixman Limited, wale ambao wanatafutia watu kazi na kutafutia watu kazi. Ile kazi yoyote wewe mwenyewe umekuwa ukitafuta, utaingia kwa website yao pale kwa Google ama kwa Chrome, andika kazi yetu.com. Ukiandika hivyo, kazi itajileta, na baada ya kujileta chagua kazi ile ambayo unataka, weka makaratasi yako hapo. Kama hujasomea utawaambia hapo. Kama wewe ni mfanyikazi uko ufanye vile unaambiwa. Kama na wewe uko hapo unatafuta mfanyikazi, na wewe utaingia pale kwa wale watu ambao wanatafuta wafanyikazi, maana umewekewa hapo mfanyikazi na mwenye natafuta wafanyikazi, na wewe uingie pale, chagua ule mtu ambaye unataka. Fuata vile wanakwambia. Wacha nipigie msidi ule ambaye nimetumiwa. Naona nimetumiwa msidi wetu wa siku ya leo, ule ambaye yako na bahati. Anaitwa Joyce Pin nani huyu? Ya mwisho ni Irungu. Joyce Pin Kariga. Joyce Pin Kariga Irungu. Joyce Pin Kariga Irungu. Namba yako ya simu ni 0704 mwisho ni 589. 0704 mwisho ni 589. Josephine Kariga Irungu. Na kutafuta sasa. Ukisikia simu yangu ipokee haraka sababu ya muda na masaa. TV ni yako na pesa ni yako 20,000. Na kila siku ya Ijumaa na siku ya Jumanne nitakuwa nikikuja hapa na peana vitu nyingi. Hello Josephine. Yes. Habari yako Josephine? Nzuri sana. Nakupigia kutoka Mokeo hapo clinic. Naongea na mtaalamu Jaiburu. Ndio, kumbe unajua. Unanitazama? Mtaalamu kwaje? Niko poa. Josephine. Naongea na wewe ukiwa wapi? Niko upande wa Roiro na huku Kimbo. Uko upande wa Roiro Kimbo.
Sasa wewe unaangalia TV mama, nikiwa kwa TV sasa hivi unaniona? Zena nilikuwa nakuangalia tu sasa nakuangalia. Unaniangalia? Nakutazama. Sasa wewe unafikiria nimekupigia simu kwa sababu gani? Wacha ni guess, nilikuwa nimecheza, nimeweka 100 kwa hii paybill ya 4067921. Ulikuwa unaweka 100 kwa sababu gani? Nilikuwa najaribu tu laki yangu. Ndiye nauliza. Unafikiria nimekupigia kwa sababu ya nini? Hebu fikiria tu. Nimeshinda nikitazama kipindi, naona hapo kuna TV. Ninaona nimeshinda. Umeshinda TV? Nimeshinda TV. Hii TV ni yako? Unajua ukianza kipindi ulisema usijali kama uko na kativi kadogo, na ndio niko nako. Uko na kativi kadogo? Sasa nimefurahia ati niko na 43. Mimi nimeshinda? Ni wewe umeshinda TV? Na bado nitakuongezea pesa taslim. Utatumiwa sasa hivi tukimaliza kuongea na wewe. Pesa taslim 20,000. Somo ni Firirida, tunaenda Firirida. Nimefurahia hii usiku mzuri, hii ni usiku mzuri sana. Asante sana kwa Mungu. Sasa utakuja kwa studio ama utumiwe Ruiru? Niko Ruiru, naweza kujia ama munitumie. Either can work. Sema kitu kimoja. Either can work hajakuja kwa studio. Sema kitu kimoja. Wacha nikujie nikijuaga studio zenyu. Utakuja kwa studio? Pesa utatumiwa? Na utaongezewa pesa ya fare? Utaongezewa 2,000 ya fare? Kwa hivyo utatumiwa 22,000 sababu fare mtu anapewa 2,000. Wow, nice. Kama hujatumiwa, sababu hata ukipelekewa na gari zetu gari itatumia mafuta. Sasa badala ya hizo unawekewa 2,000 ya fare. Ambarikiwe sana, nimefurahia. Mimi nikitoka kwa studio nitakupigia nijue kama umepokea pesa yako 22,000 juu ya fare. Alafu kutoka hapo tuongee vile utakuja studio zetu upokee hii TV. Asante, ndangoja simu yako mtala. Na mbarikiwe na mzidi hivyo. Amen. Amen. Mtazamaji, TV imeenda upande wa Ruiru Kibo, na wewe uko hapo ulikuwa unaona kama ni mchezo na kuchezea hii kipindi. Nashukuru sana wale ambao wamenidhamini Lixman, ambaye watu wanafanya kazi mzuri sana, na kila siku ya Jumanne na siku ya Ijumaa nitakuwa hapa nikipeana kitu kimoja. Ijumaa na Jumanne nitakuwa hapa Mokeo hapo kliniki. Tunapatikana Kawangware, barabara ya Naivasha Road, karibu na Equity Bank. Nyumba inaitwa Princess Plaza, mlango nambari 7, na ukija kila siku utanipata mimi mwenyewe, na ukija hata siku ya Jumapili utanipata mimi mwenyewe. Nairobi katikati tuko pale Generation Plaza, orofa ya 3, mlango nambari 12, pale karibu na petrol station ya Toto, Nairobi UTC. Uko kwingine kama ujui kwani tunatembea lini, nipigie hii namba iko hapa kwa runinga, ni 0721 64 03 69, 0721 64 03 69. Mtazamaji wangu, kwa sababu ya muda tulianza na maombi, wacheni tumalizie na maombi, tuonane siku hiyo ingine hapa wakati kama huu. Mungu Baba, tunasema ni asanti kwa sababu nilikwambia tukianzia hii kipindi unipe mwanzo mwema katikati na hata mwisho. Umefanya hivyo Mungu kwa sababu wewe ni mwema, jina lako litukuzwe na liinuliwe. Yoyote Mungu amesikia ile magonjwa ambayo tunatibu, akija kwa mkeo ba Mungu, akinywa dawa, asinione Mungu ila kuone wewe mwenyewe, sababu mimi nawatibu na wewe Mungu unawaponya. Kuna wengi Baba wametoa pesa yao wakitaka kucheza TV na wakitaka kukula pesa. Mungu wabariki ili nao siku hiyo ingine wakaweza kukula, na ule Mungu naye amekula asijione kama
kama na yeye ni kusida amesida sana, isipokuwa ni huruma zako ambaye siko juu yake. Wacha hii TV ikaweza kumsaidia na isichomeka, hii TV isiibiwe, hii TV isiletwe kwa kitu kwa TV ikaweza kuumiza roho yake. Kitu yoyote Mungu ataangalia kupitia hii TV ikaweza kumbariki. Kama hajaokoka, Mungu akikutana na wahubiri wakihubiri kupitia hii TV akaweza kuokoka, akaweza kukujua wewe ndiye Mungu. Na nimeomba hivyo Mungu nikiamini, na ni katika jina lako takatifu naomba na atakuamini. Amen, amen, amen. Mliyekuwa naye hapa kwa studio ni mimi wenu, naitwa Mutaramu Jaiboru kutoka Mukeo Herbal Clinic. Good night na mpenda wote.